Na siku leo tarehe 3 mwezi wa 10 ambapo tulipata mwaliko rasmi kabisa hapa tukija kushuhudia macho kwa macho ndoa yake Mudi pamoja na dada yetu Hamisa. Mudi, congratulations mara ya kwanza. Asante sana. Sawa kabisa. Niko sawa kabisa. Leo tarehe 3 mwezi wa 10. Una furaha gani ndani ya moyo wako kuona leo unajipatia chombo rasmi kabisa halali yako Hamisa? Furaha nilionayo ni kubwa sana. Ni tukio moja muhimu sana kwangu na kwa mwenzangu, kwa sababu hii ndo mara yangu ya kwanza, sikuwahi hata siku moja. Kwa hiyo ninayo furaha sana. Wapo mastaa wengi Mudi walianza ndoa, lakini baada ya ndoa kukutana sanaa yao ama talent yao kazima kabisa. Wewe ni kitu gani ambacho unajiandaa Mudi anaenda kuanza maisha ya ndoa na akiwa msanii? Nafikiri ni kasumba ambayo inaotamba sana hapa duniani kwamba msanii akioa basi anaanguka, lakini kwa upande wangu mimi siamini katika hilo. Naamini katika Mungu, naamini katika uwezo ambao amenijalia, lakini pia mwenzangu pia naye ni miongoni mwa watu ambaye amekuwa akinipambania sana katika masuala yangu ya sanaa. Kwa hiyo naamini kuungana kwangu mimi na yeye itaenda kutengeneza kitu kimoja ambacho kitaenda kutengeneza taswira nzuri kwa wasanii wenzangu, kwamba hata kama ukioa unaweza ukafanya vizuri na maisha mengine yakaendelea. Kwa hiyo namwomba Mwenyezi Mungu tuendelee vile vile mwenzangu na moyo wake ule ule, ili mradi tuweze kufanya kazi vizuri na maisha yetu ya ndoa. Mwenyezi Mungu atubariki, tuende kuishi salama katika misingi yote ambayo ameitaka Allah, na amini kila kitu kitakuwa vizuri. Amina. Mudi, kabla ya kuingia kwenye ndoa, ni kitu gani ambacho utajilinda nacho hivi sasa? Kwa sababu unasema hivi tayari Mudi ashakuwa mume wa mtu. Ni tofauti na gisi nyuma huko ulikuwa bachelor. Kwa hivi sasa tumtegemee Mudi katika sura gani katika usanii wake? Tumtegemee Mudi ameshakuwa, ameshapata nusu ya Uislamu, ameshaingia katika familia, amesimama kama mume, ni mume wa mtu. Kwa hiyo nitaangalia kazi zangu, nitaangalia upande wangu, nitaangalia upande wa mwenzangu. Nafikiri kila kitu kitakuwa sawa. Sometimes tunaenda kambi huko kushuti, tunaandaa movie zetu. Yeah. At least tunaweza kufanya mwezi mmoja aidha miwili tuko nje kabisa nyumbani. Hicho kitu utakimaintain vipi na bibi mkubwa hapo? Ndakimaintain vizuri kwa sababu yeye mwenyewe pia uzuri anaelewa kazi yangu, anaelewa kwa sababu ni yale sawa hata mwanajeshi ameoa lakini anaenda Sudan kupambana vita miezi 3, miezi 6. Uzuri mwenzangu anaelewa kazi yangu. Kwa hata nikiwa kule mawasiliano yapo, ukaribu upo, nafasi inapopatikana narudi nyumbani. Mimi na imani kila kitu kitakuwa vizuri kwa sababu sina shaka na mwenzangu. Kwa swali langu la mwisho ili na wengine pia wapate nafasi ya kuweza kuuliza. Mudi uko katika timu ya Asma Comedian na tuweza kumuona msanii hata mmoja ambaye mnaigiza naye alikuja kama kwa pressure kama kukuunga mkono. Ilikuwaje labda mpaka tukose hata msanii mmoja kumuona katika shughuli yako? Wote wanafahamu ili tukio, lakini kutoka Tanzania mpaka huku kuna umbali kidogo, lakini pia taarifa hii sikuwapa rasmi kwamba kuna jambo fulani naenda kufanya. Ilikuwa ni moja ya surprise. Tumeambiwa surprise. Ni moja ya surprise ambayo nimeipanga, lakini sasa hivi timu dunia nzima kabla ya hii ndoa majuzi na siku za nyuma tayari nisho kuwapa taarifa na wanafahamu kila kitu. Kwa hiyo tutaungana nao pamoja Mwenyezi Mungu akijalia kwenye sherehe rasmi huko Tanzania. Lazima tufike. Karibuni sana. Naam, naitwa Mvano, natokea Platform Show. Nianzia hapo kwenye surprise hapo kwa sababu tulizungumza siku kadhaa zilizopita. Ndio. Swala hili la ndoa kwa kweli hakuligusia na wala sikuwa nadhani kwamba linaweza likatokea. Nimetaka kufahamu swala hili la ndoa nani aliyeweka gia hadi mkalifanya kwa haraka kiasi hiki? Ili swala lilikuwepo kati yetu. Mimi nilifikisha ujumbe kwa mwenzangu, kwani tuishi katika mazingira ambayo haimpendezi Allah. Mwenzangu naye alikuwa ameridhia hivyo kwa sababu alikuwa hapendezwi nalo. Baada hapo tukasema tuje nyumbani, tujitambulishe, nijulikane kisheria. Baada hapo kwa sababu ndugu zangu Waislamu wapo popote duniani, nikasema si vyema kwa sababu nimejaliwa kwa hichi kidogo nilichonacho, nina uwezo kidogo hata 200-300, nikasema nitoe nilichojaliwa kwa wazazi wa mwenzangu, basi tufanye jambo la kheri. Tukigusia hapa kwenye upande wa mahari, kwa kweli itawashangaza wengi. Mahari yako kidogo japokuwa ni na uzito. Kwa sisi Waislamu tunafahamu kwamba kitabu cha Qur'ani ni moja kati ya kitabu kitukufu sana. Na mahari ya kitabu kwa kweli ni mahari kubwa sana. Lakini nataka tuwajibu watu ambao wataibeza hii mahari. Mlielewana vipi mpaka mkafikia mwafaka kuja kusema kwamba kitabu cha Qur'ani ndicho ambacho kitakuja kuwa mahari?
Mimi namshukuru mwenzangu na nashukuru wazazi wake na washukuru waliomlea. Wamekuwa ni watu miongoni ambao walikuwa wamemlea katika mazingira mazuri. Kwa hata nilipofikisha swala la sasa nataka kukuoa, tunafanyaje swala la mahari, nilishukuru na nilifurahi na niliona jambo la heri pale aliponitamkia kuwa nahitaji kuolewa, kinikabidhi mashaf, basi mimi itakuwa ndo mahari yangu. Na mimi nikashukuru, nikasema alhamdulillah, ni jambo zuri kwa sababu dunia nzima ipo kwenye kitabu chetu. Naam. Na mimi swali langu la mwisho litahusiana kabisa na swala la, kwa sababu baada ya ndoa yako utakutana na mambo mengi kwenye mitandao kwa sasa hivi. Kwa sababu hapa muda tukitoka hapa mambo yanakuwa magumu. Yatakuwa ni magumu sana. Kwa sababu kutoka Tanzania kule wanawake wako wengi sana. Wako ni wengi. Nadhani maswali moja kati ya vitu ambavyo utaulizwa sana, Tanzania hakuna wanawake wazuri mpaka uje Burundi. Nataka tufahamu Mungu leo umeona nini? Dada yetu hapa. Mpaka ikatokea wewe ukatoka ukawaacha wote huko kuja kuchukua mzigo hapa. Ni kweli, unajua kwenye samani kidogo. Muangalie kwanza Bi. Aya, jibu sasa. Kama amejibu tofauti. Mimi naweza kusema kwamba safari ya mahusiano kwa kila mwanadamu ambaye aliyeoa na asiyeoa wana historia yao. Ushaona mtu yoyote anaweza kaoa popote, uwe Tanzania unaweza kaoa Tanzania, unaweza kaoa Marekani, unaweza kaoa Burundi hapa. Kwa mimi nilikuwa na vigezo vyangu. Unajua kwenye maisha mtoto wa kiume lazima uwe na vigezo ambavyo mwanamke ambao unayomhitaji. Baada kugundua nipo na mwenzangu, nikajaribu kuangalia baadhi ya vigezo ambavyo ninavyovihitaji na nikaona yeye mwenyewe pia kuna baadhi ya vitu ana vigezo vyake yeye mwenyewe, tukakuta tunalandana. Kwa hiyo hatuangalia tabia, hatukuangalia nchi, hatukuangalia kabila, hatukuangalia nini. Uzuri tulikubaliana sisi wenyewe. Na mimi nikasema Tanzania wapo, lakini nimeona hapa Mwenyezi Mungu amenijalia hapa pia ana maandiko yake katika kitabu chetu mimi na yeye. Kwa hiyo ndo maana ana vitu vangu. na kama ungeturuhusu kwa samani, lakini ungeturuhusu dada yetu labda angeongea kidogo. Yes. Kama wewe yani kama mume uturuhusu kidogo hapo. Mimi kusema kweli samahani. Sauti ya mke wangu nataka nisikie mara ya kwanza nikiwa naye ndani. Naomba mnisamehe sana. Na swali la kizusha lakini kidogo tu. Kwa sababu hapo awali kumekuja Ibra the Dan, amekuja Ibra Chinga amekuja kuoa. Na watu wengi wamewashangaza kama jinsi ndugu yangu alivyouliza swali hapa, kwa nini ametoka Tanzania akaja kuoa huko. Vile Jux ametoka Tanzania akakwenda kuoa Nigeria. Sasa hatujui Watanzania wanakimbia nini, ima wanaipuka nini. Naomba tuibie siri. Ni kitu gani haswa kinawapushi kuja kuoa Warundi? Ni tabia gani labda mmeziona sisi hatuzifahamu? Tabia Warundi au tuseme baadhi ya watu wengine, unajua kila mtu the way alivyolelewa. Kwa hiyo sitaki kusema Watanzania wa kike kule wana matatizo. Hapana, wenzangu wengi na wameshaoa kule. Okay. Lakini nafikiri ni machaguzi na safari ambayo Mwenyezi Mungu amemwandikia kila mmoja wao. Moja mwa kitu ambacho labda umekikagua ulivyofika, labda jinsi ulivyopokelewa na wanandugu mwanamke, umeonaje katika mapokezi ya Burundi? Nimeona ni vizuri sana kwa sababu nilijiona nipo nyumbani. Mpaka leo hii ningekuwa sijapokelewa vizuri, ningeomba hata nafasi nirudi nyumbani kwa haraka. Ingekuwa kuna matatizo hapa na pale, viji sababu nimechoka, lakini nashukuru Mungu nilipokelewa vizuri. Kwenye upande wa mwenzangu hapa alinipokelea vizuri, namshukuru sana baba yake mzazi. Kama swali la mwisho lakini neno moja tu nataka uambie wa Tanzania ambao labda hawajafika Burundi na wewe tayari umeshatua Burundi. Neno ambalo labda wanaweza kuwa interested sana ima wakawa impressed. Jamani, ndugu zangu wa Tanzania popote pale mlipo, mjitafute nauli. Mje Burundi. Kusema kweli, Burundi kuna vitu, Burundi kuna watu wakarimu, Burundi watu wana upendo, wapo humble sana. Just imagine mimi nimekuja peke yangu lakini nimebeba baadhi ya ndugu karibuni wote. Kwa njooni jamani. Mimi moja ya kitu ambacho ninachofurahi ni hicho. Chakula gani umekipenda Burundi? Chakula ambacho nilichokipenda Burundi kuna ule kama ugali fulani wa muhogo unatoka kwenye
nini zile maganda ya nini ya mgomba uroe kuna mboga fulani imechanganywa imechanganywa na samaki, kama kwetu tunaita mnavu, huku si unaitwaje? Msoma. Pale nilijilamba. Nimebahatika kula sungura, mshikaki fulani hivi amazing. Kuko vyakula vizuri kusema kweli na bei nzuri. Jamani, kwa swali la mwisho la kumalizia, japo itakuwa ni la kizushi lakini samahani. Mudi, ulikuwa na mics wako huko nyuma. Nahitaji utoe neno moja kwa waliokuwa mics wako. Watambue kwanza kwamba Mudi kwa sasa ameingia kwenye ndoa, na hii taarifa iwafikie kabisa rasmi kwamba kuna tofauti ya Mudi msanii na Mudi babu wa familia. Maxi mnikome. Maxi mnikome, nipo na jilamba na mke wangu.